Mei Mosi ishaanza, bado tu tukio rasmi, lakini Mei Mosi ishaanza, kwa sababu nikupe tu ushahidi, mimi nishaona wageni hapa washafika, na kwa kukuthibitishia hilo, we mwenyewe fanya utafiti saizi, nenda tafuta nyumba ya kulala. Huwezi kuona nyumba ya kulala ipo ambayo iko wazi, yaani haina wateja. Guest zote zishajaa na wageni wanaendelea kupata huduma hapa, wale ambao tayari wameshafika mapema kwa ajili ya kujiandaa na Mei Mosi, kwa maana ya vyakula, watu wanafanya biashara, guest zishajaa tayari nyumba za kulala. Kwa ugeni huu mkubwa sikatai, changamoto itakuwepo kwenye malazi, kwa sababu sisi katika uwekezaji wetu kwenye guest house hatujafikia malengo ya mahitaji ya wateja, lakini hii ni fursa ambayo kwetu imekuja katika sura ya changamoto, fursa katika sura ya changamoto ya kujifunza ama kuona kama kuna namna ya uwekezaji zaidi, ili wakati mwingine ikitokea tusikose fursa ya kuwalaza wageni wote, kwa sababu ni imani yangu wateja wengine hapa watakosa nafasi, watalala Makambako. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa, inatupa morali, inatupa hamasa kuendelea kufanya uwekezaji zaidi. Lakini sambamba na hilo, ni waombe wananchi, kama tulivyo na utamaduni wetu wa usafi. Kwa kweli usafi, kwa maana ya Njombe, sina mashaka na sina wasiwasi. Hapa nakumbusha kwamba tuwe wasafi kama ilivyozoeleka, na wageni wetu wanapokuja Njombe, tunapokuwa tumeshinda swala la usafi kitaifa mara kadhaa, waone au waje wapate picha ya uhali halisia. Kwa nafasi hii mimi nimpongeze bado tena Mheshimiwa Anthony Mtaka. Ninaamini kabisa sherehe ya Mei Mosi kuja Njombe ni kwa sababu ya yeye kuwepo Njombe. Ameinadi Njombe, inajulikana utendaji wake wa kazi, ushawishi wake ndio umefanya sherehe ya Mei Mosi kuja kufanyika hapa. Kwa hiyo